Serikali ya Marekani ama administration ya Trump imesaini mikataba aina hiyo na nchi nyingi. Hata najua pale Ghana, hata Uganda, nchi tofauti si za Kiafrika tu. Wamesaini mikataba aina hiyo kwa kujaribu kusaidia wale wahamiaji haramu kutoka Marekani kuja kwa nchi hizo. Kongo nafikiri kwa upande wangu serikali ilivyoamua kufanya hivyo, kuna hili picture ambayo ya kuona kwamba sisi tuko tayari, serikali ya Kongo kusaidiana na serikali ya Marekani. Lakini pia ukiangalia kinachoendelea kwa maisha ya kawaida ya Wakongo, si kufikiri ikiwa inaweza kuwa priority ambayo serikali ingeweka mkazo kusema kwamba iweze kuchukua wahamiaji hao, kwa sababu tunachokijua kuna matatizo mengi ambayo Wakongomani wanapitia, na labda pesa zile ambazo zingeweza kusaidia wahamiaji hao zingetumika kwa Wakongomani. Lakini ikiwa serikali imeamua kwamba kulingana na mikataba yao kwamba isaidie Marekani kuchukua wahamiaji, basi lakini wajue, serikali ya Kongo ijue kwamba wasitumie pesa za serikali ya Kongo kwa wahamiaji hao, kwa sababu wananchi wa Kongo wanahitaji kutumia pesa hizo. Katika hali za kisiasa, jambo hilo si ligeni. Serikali inajua kwamba ikiwa lingepitishwa katika bunge ama wafanye ile public consultations, ukweli ni kwamba wananchi wangekataa, kwa sababu hawaoni faida yoyote ya kuleta wahamiaji nchini Kongo, na Kongo yenyewe inajulikana kwamba ina mashida mengi, na wananchi wenyewe wanajua kwamba kuna matatizo mengi ambayo serikali ingewekea mkazo ama kutilia maanani kuliko kushughulikia mambo ya kuleta wageni. So serikali kitu walichokifanya ni kuepuka kuhusisha bunge na kuhusisha wananchi, kwa sababu walijua kwamba ukweli ni kwamba wananchi hawatapenda, hawatafurahia hatua hiyo.